Watu wawili waliotekeleza shambulio la risasi lililosababisha vifo vya watu 15 katika ufukwe wa Bondi Beach jijini Sydney, Australia Jumapili wametajwa na vyombo vya habari vya nchini humo kuwa ni Sajid Akram mwenye umri wa miaka 50 na mwanaye Navid Akram mwenye umri wa miaka 24. Jeshi la polisi la New South Wales limethibitisha awali kuwa washambuliaji hao walikuwa baba na mwana. Na kwa mujibu wa taarifa rasmi, Sajid Akram alifariki dunia papo hapo katika eneo la tukio, huku mwanaye Navid akiwa mahututi akipatiwa matibabu hospitalini. Taarifa zaidi kutoka kwa vyombo vya usalama zinaeleza kuwa wawili hao walikuwa wameapa utii kwa kundi la kigaidi la Islamic State, yani IS. Aidha, bendera za IS ziliripotiwa kupatikana ndani ya gari walilotumia washambuliaji hao, jambo linaloashiria uwezekano wa shambulio hilo kuwa na itikadi kali za kigaidi. Polisi wameeleza kuwa shambulio hilo lililenga Wayahudi waliokuwa wakihudhuria hafla ya Hanukkah, sikukuu muhimu ya dini ya Kiyahudi. Miongoni mwa waliopoteza maisha ni pamoja na msichana wa miaka 10, rabi mzaliwa wa Uingereza, afisa wa polisi mstaafu, pamoja na mnusurika wa mauaji ya Holocaust. Katika tukio hilo, kitendo cha kishujaa kilishuhudiwa pale Ahmed Al-Ahmed, raia aliyekuwa eneo la tukio, alipoonekana kwenye video akimpokonya mmoja wa washambuliaji silaha. Wazazi wake wanasema Ahmed alipigwa risasi mara 4 au 5 begani. Waziri Mkuu wa jimbo la New South Wales, Chris Minns, amemtembelea hospitalini na kumpongeza kwa ujasiri wake uliosaidia kuzuia madhara zaidi. Katika shambulio hilo, Waziri Mkuu wa Australia, Anthony Albanese, amesema serikali itasukuma mbele mjadala wa kuimarisha sheria ya umiliki wa silaha nchini humo. Ameeleza wasiwasi wake kwamba mshambuliaji mkuu Sajid Akram alikuwa na leseni halali ya umiliki wa silaha kwa ajili ya uwindaji wa burudani. Uchunguzi wa tukio hilo unaendelea, huku mamlaka zikisisitiza kuwa usalama umeimarishwa katika maeneo ya umma na hasa katika maeneo ya ibada ili kuzuia matukio kama hayo kujirudia. Tukio hilo limeibua huzuni kubwa nchini Australia na kimataifa, huku viongozi wa dunia wakilaani vikali shambulio hilo na kutoa salamu za pole kwa familia za waathirika. ST Bongo, nyumbani kwanza.